Jingine kwamba tutakapokwenda hivyo, naamini kwamba hatutokuwa na shida. Mimi muombe mkurugenzi, unapotaka kufanya operation zako zote, basi nenda kwa mkuu wa wilaya, jadilini kwenye kamati ya usalama, baadaye washirikishe na chama pamoja na madiwani, hatua ziweze kuchukuliwa kwa mujibu wa utaratibu utakaoona unafaa. Kamati ya siasa nayo itatoa maelezo, lakini kamati ya usalama itapima kwa mujibu wa hali ilivyo, faida na hasara za kufanya kitu kile katika eneo hili, baadaye watatoa miongozo. Haitakuwa na shida, kwa sababu jamii nzima itakuwa imejumuisha pamoja na hatimaye kwamba kuchukua hatua kwa pamoja. Lakini lazima tuhakikishe kwamba kamati ya usalama ya wilaya iko mbele kabisa na municipality yetu na madiwani wetu katika utekelezaji. Tuna eneo la wafanya biashara ambao wanaokaa nje ya soko. Mheshimiwa mkuu wa wilaya alizungumza, mimi niko mbele. Tuna kitu ambacho kinachoitwa kanuni, sheria za mamlaka serikali za mitaa namba 7 ya mwaka 2014, kanuni ya uendeshaji na usimamizi wa masoko na maeneo ya biashara katika mamlaka za serikali ya mitaa. Hii kanuni imekuwa hatuitumii sana, tena iko very clear, wala haileti migogoro ya aina yoyote. Kwa mfano, inasema hivi: mtu yoyote hataruhusiwa kufanya biashara katika mitaro au michirizi ndani au nje ya eneo ya mipaka ya soko au eneo la biashara. Watu wanafanya, kanuni iko, taratibu zipo, masheha tunao, madiwani tunao, watendaji wetu tunao. Lakini la pili, sehemu ya vyoo vya umma. 3, njia za watembea kwa miguu au sehemu ya biashara kuu au sehemu ya barabara kuu. Kanuni imeeleza na faini yake hii ni shilingi 100,000 au kifungo. Lakini kanuni hii inaendelea kusema kwamba sehemu za bustani, milango mikuu ya kuingia na kutoka sokoni au sehemu ya kufanya shughuli za kibiashara, maeneo mengine yoyote yaliyotengwa kwa shughuli nyingine za mamlaka. Mtu ambaye atakiuka masharti ya kanuni hii, bidhaa zake zitazuiliwa, na ikithibitika kuwa ametenda kosa atalipa faini isiyopungua shilingi 100,000 za Kitanzania au kifungo kwa kipindi kisichopungua wiki 2 au adhabu zote. Mkurugenzi, kuna shida gani kusimamia? Kwa wilaya kuna shida gani kusimamia? Instrumenti huna, chama, kwa nini tusiwakumbushe wenzetu? Lakini jingine kwamba kazi hizi zote ambazo zilizokuwepo, haya ni masoko, na kama hivi ni vitu ambavyo vilivyokuwepo kwenye masoko. Kwenye masoko yoyote yana utaratibu wake, na utaratibu wa sokoni upo kwa mujibu wa mwongozo huu, kwamba kunatakiwa kuwe kuna kamati ya soko. Kamati ya soko imepewa mamlaka na mwongozo huu, lakini leo tunaiachia jumuiya ya wafanya biashara wanaliholdi soko bila ya kujua kwamba kuna mwongozo umetolewa wa kufanyia kazi ipasavyo. Na nani anatakiwa kuwepo katika kamati ya soko?
Utaiona ziko moja kwa moja zimekuwa specific kabisa. Jumuiya ya wafanyabiashara inatoa watu wao wawili si watatu kama hivi. Ipo imesema. Inatoa watu watatu. Lakini waliobakia mkurugenzi temwa watu ambao walikuwa makini wa kuhakikisha kwamba masoko yetu yanapangika na yanaendelea vizuri. Sasa huu mwongozo upo tena, uko very clear. Kifungu cha 15 kinasema kwamba kutakuwa na kamati ya uongozi wa soko au eneo la biashara lililoundwa na, nikasema nimetoa specific nafasi za madiwani ngapi, pengine nafasi za sheha ipo ngapi, nafasi za huyu ipo ngapi, na ili ile mjumuiko, ulinzi pamoja na mambo mengine yote yende vizuri. Lakini leo masoko yetu tunaikamata baraza la manispaa peke yake. Masoko machafu ndiyo yatakuwa machafu kwa sababu sheria pamoja na taratibu hazifuatwi, kwamba kila mmoja anafanya kwa mujibu ambavyo anapotaka. Kuna jambo ambalo watu wangu wa manispaa kidogo linawatia mashaka. Tukibomoa mahala, vyombo vinapiga barua haraka kumwita mtendaji yule. Sasa mimi nadhani ukae na vyombo vyako. Sasa watu wangu wa manispaa wamekuwa sasa wanaogopa, akivunja mahala padogo kaitwa na barua kubwa. Kwa hiyo mheshimiwa wangu, naomba wafahamishe kwamba haya ni majukumu ya serikali. Watu wangu wakikumu sasa hivi hawaendi. Lazima niseme wanaogopa. Manispaa nzima wanaogopa. Ukimtuma mtu pale haendi kwa sababu anajua kesho napokea barua. Kama mimi mfano sijaitwa kama balozi hata siku moja, ukiniita huko sitaogopa, sitashindwa kufanya kazi. Otherwise, mwenyekiti, tunakushukuru sana, tumepokea yote, tutakwenda kufanya kazi, lakini letu lilikuwa ni hili, kwamba wajue kwamba sasa hivi manispaa wanakwenda kufanya kazi. Watu wachie kufanya kazi, kumsaidia Mheshimiwa Rais. Nakushukuru.